Mtazamaji, mvutano mkali umeibuka katika eneo la Boito, Konoin, kaunti ya Bomet kufuatia ujenzi wa kiwanda cha parachichi katika ardhi inayodaiwa kuwa mali ya taasisi ya Boito na shule ya upili ya Boito. Wakazi wanadai kuwa mradi huo umeanzishwa bila mashauriano ya kutosha, huku wakihutumu serikali ya kaunti kwa kunyakua ardhi hiyo bila ridhaa yao. Wakazi wa Boito wanapinga vikali mradi huu, wakisema kuwa serikali ya kaunti imechukua ardhi ya taasisi bila ridhaa ya jamii wala uongozi wa shule. Wanahofia kuwa iwapo kiwanda hicho kitaendelea kujengwa, shughuli za masomo huenda zikatatizwa. The proposal which was brought to our attention was that they are putting up a avocado factory in a place which is not convenient, because there is as we have said, there is a vocational training center there. There is another school, day school. This particular group who have just come in here, they must, if they were planning to put up a factory, they should have factored in the issue of buying land elsewhere, not necessarily coming to grab land in the institution. That is totally wrong. We are not opposed to the factory. We are not opposed to the factory. We need the factory. But we have got some other lands elsewhere where the factory can be located or relocated. So we are against that one. Wakazi wanaitaka serikali ya kaunti kusitisha mara moja ujenzi wa kiwanda hicho na kufanya tathmini ya kina kuhusu athari zake kwa mazingira ya shule hiyo. Wanasisitiza kuwa ikiwa taasisi hiyo itahitaji kupanuliwa baadaye, basi hakutakuwa na nafasi ya kutosha. This vocational training center was initiated by the late Mike Kibaki, and he laid a stone way back. But from there, the people have sat and they have taken quite a number of the land. So this avocado factory will interfere with the education of our children. So what I am seeing, in future, we don't have room for expansion. And we are asking our leaders to see to it that that factory is removed from the site of Polytechnic for the future of our children. We know we are killing the children. So how can we surrender that piece of land to somebody whom we don't even know whether it is a private company, whether it belongs to who? So those are the things we don't know. In fact, they have not even put up a signpost there indicating who is going to construct that factory there. Licha ya upinzani mkubwa kutoka kwa wakazi, bado haijabainika ikiwa serikali ya kaunti itajibu madai haya au ikiwa ujenzi utaendelea kama ulivyopangwa. Kwa sasa, macho yote yako kwa serikali ya kaunti kuona hatua itakayochukua kuhusu mgogoro huu. Kiplagat Collins kutoka eneo bunge la Konoin kwenye kaunti ya Bomet.